Hello, habari zenu ndugu zangu, kama kawaida Mahenge Junior. Nimekuja katika jukwaa letu la kukumbushana. Hapa mara nyingi huwa tunakumbushana mambo mbalimbali. Sasa siku ya leo natamani kutoa pongezi kwa Watanzania wote, hasa vijana wa Gen Z ambao waliokuwa na nia ya kuandamana siku ya leo tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka 2025. Maandamano hayakufanyika. Sasa mimi napongeza sana, hiki ni kitendo cha ujasiri sana. Na napongeza kwa sababu kwamba nimeona uzalendo wenu, nimeona usikivu wenu. Kweli mmekuwa wazalendo. Ingawa wako baadhi ambao wanatamani haya mambo yaendelee, lakini sio mbaya. Sisi tutaendelea tu kueleza umuhimu wa amani. Tutaendelea kuwasihi mpaka itafika sehemu kwa rehema za Mwenyezi Mungu kila kitu kitakwenda sawa. Binadamu unapoona jambo baya na ukalikemea, lakini baada ya kukemea ama kutoa elimu juu ya madhara ya hilo jambo, na wale watu ambao waliotegemea kufanya jambo hawakufanya kwa sababu ya kukusikiliza, basi unapaswa kuwapa pongezi. Kwa hiyo kama mara ya kwanza ulilaumu, hiyo ni jukumu lako la kwanza, lakini hii mara ya pili inabidi upongeze, ambalo ndio jukumu la pili. Yaani wewe jukumu lako la pili lazima uje uwapongeze. Sasa mimi ni miongoni mwa Watanzania natamani kuchukua nafasi hii kuwapongeza, na wala msijione wajinga kabisa kutofanya maandamano, kwa sababu maandamano yako ya aina mbili. Ni kweli kuna yale maandamano ya amani, mnaweza mkaongea hoja zenu mkasikika na baadaye akafanywa kazi, lakini maandamano ya aina pili ni yale ambayo yanaleta uvunjifu wa amani, kama ambayo yale yametokea tarehe 29 mwezi wa 10. Yale sio maandamano, ni machafuko. Sasa sisi wengi wenu labda tuna uzoefu wa haya maandamano. Mara nyingi maandamano ambayo yamekwisha tokea hapa duniani mengi sana yanakuwa yale ya uvunjifu wa amani. Sasa baada ya kupata uvunjifu wa amani tunapoteza mambo mbalimbali. Kwa mfano, hii ya tarehe 29 tumejionea sisi wenyewe, tumepoteza ndugu zetu, wapendwa wetu, lakini apart from kupoteza ndugu na wapendwa, tumepoteza hata mali. Zaidi ya hapo, tumekuja kuharibu mpaka miundombinu ambayo sisi inatusaidia katika mustakabali mzima wa maendeleo ama mustakabali mzima wa maisha yetu. Sasa ndugu zetu, bado tunasisitiza amani ni jambo la maana sana. Kwa hiyo hiki kitendo ambacho mmekifanya ndugu zetu Gen Z, na hata wale watu wazima ambao wanatamani kufanya mambo haya, tunawapongeza. Mimi binafsi nawapongeza. Nachukua nafasi hii kwa niaba ya Watanzania wote, Watanzania wapenda amani, kuwapongeza. Hiki kitendo ni kitendo kizuri, na tutaenda mbali kidogo kwamba ni kweli inawezekana mna jambo la kuzungumza. Inawezekana mna kitu cha kusaidia, yani kuna sauti fulani mnataka kutoa kwa jamii ama kwa nchi, ili mradi ifanye mambo kwa ajili ya mustakabali mzima wa taifa. Yes, mna nafasi hiyo, bado mna nafasi. Tumieni majukwaa hayo ambayo mnahamasishana kwenye kuandamana, basi mtumie nafasi hiyo katika kufanyaje, kueleza hisia zenu. Huenda serikali ikawasikiliza ama jamii ikaungana na nyinyi. Sasa basi, tukiendelea kubisha na kushupaza shingo kusema lazima tufanye, ukweli ni kwamba tunajidanganya. Najua labda mapambano hayo mnapambana kwa ajili ya kuleta viongozi wenu ili kubadilisha maisha yetu wa Tanzania wote. Lakini tujiulize, baada ya kuleta viongozi wetu, sawa, ni jambo jema, labda tumepambana, Mama Samia ametoka. Tumefanya maandamano, tukavunja, tukaharibu miundombinu yetu. Kwa mfano, unaona, tumeharibu mabasi ya mwendokasi, tumechoma moto vituo, tumeharibu barabara, tumeharibu mali mbalimbali. Unaona, sasa yale maandamano ya tarehe 29 ni sehemu tu ndogo ya machafuko, ya maharibifu ya vitu vyetu. Yaani ile siku ya tarehe 29 tumeharibu vitu vichache sana. Sasa itokee kwamba tungefanya ndani ya wiki mbili, mwezi, manake tungeharibu nchi yetu vibaya, tungechoma nchi yetu vibaya. Sasa athari zake ziko vipi? Inawezekana tunatamani ama tunadhani kwamba hao viongozi wetu watakapokuja watakuja kurekebisha. Sasa jiulize wewe Mtanzania ambaye labda ulichoma mwendokasi ama uliharibu miundombinu, uliharibu majengo mbalimbali. Hivi huyo kiongozi wako atakapokuja hapa madarakani, ataanza kukusaidia wewe Mtanzania uliyeandamana ama ataanza kutengeneza miundombinu? Hili lazima ni swali tujiulize sisi wa Tanzania. Baada ya kuharibu miundombinu yetu, unadhani hiyo kiongozi uliyemweka hapo manake ataanza na kutengeneza miundombinu ama ataanza kukusaidia wewe? Manake ili maisha yaende lazima ataanza miundombinu, kwa sababu miundombinu ndio itakayotufanya sisi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
tujiulize tena kwamba hiyo miundombinu ambayo tumeiharibu sasa tumeitengeneza kwa muda gani? Sasa hilo swali ukijiuliza utakuja kupata jibu kwamba hiyo miundombinu ambayo tumeitengeneza sasa, kumbuka kwamba kuna miaka 40, kuna miaka 30 ama zaidi ya hapo imekamilika sasa hivi. Okay, tumeiharibu yote. Unadhani kutakuwa na miaka mingapi kuirudisha tena kama ambavyo ilivyo sasa? It means itakwenda miaka mingine mbele mingi. Sijui ni miaka mingapi, lakini wewe mwenyewe piga mahesabu. Okay, lengo lako kumweka kiongozi huyo ili akusaidie wewe ajira. Sasa unataka kuniambia aache kutengeneza miundombinu akutengenezee misingi mizuri ya ajira? Maana yake lazima yeye ataanza kutengeneza miundombinu ndio utakuwa umepata ajira. Mwisho wa siku utakuwa umeharibu miundombinu na bado utasubiri sana. Unaona, kwa sababu huyo kiongozi atakaa tena kwa muda mwingine mrefu kutengeneza kuandaa miundombinu mizuri ili wewe upate tu usafiri, yani upate movement kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ili akutengenezee hiyo mikakati ama akutengenezee njia sahihi ya ajira yako. Sasa utakuwa umefanya nini? Kwa hiyo utakuwa wewe mwenyewe umejiharibia. Huyu jamaa hawezi kuanza na wewe kwamba eti akupe ajira alafu ndo aje kwenye miundombinu. Sio kweli. Inawezekana sisi sasa hivi tunalalamikia hii serikali haisaidii wananchi, haifanyi mambo mazuri kwa wananchi wake, ni kwa sababu wanahangaika na miundombinu. Mnaona kuna madaraja yanajengwa, kuna mambo gani yanatengenezwa, manake hela nyingi ama fedha nyingi inaingia kwenye hiyo miundombinu, ambapo hata huyo rais wako atakapoingia sasa ataanza kushughulika na miundombinu. Kwa hiyo wewe utakuwa bado unabaki kusubiri ajira. Sasa ndugu yangu, ina maana unaharibu miundombinu ili mradi huyo rais mpya atakapokuja akupe ajira ya kubeba matofali kujenga nchi. Kweli ndugu yangu? Yaani wewe ni daktari ambaye labda ulikuwa na ndoto ya kuwa na hospitali yako ama kufanya kazi katika hospitali, leo hii upewe kazi ya kubeba matofali ili uanze kujenga nchi. Maana hilo itakuwa ni uwezo mdogo wa kufikiri, na tuseme ni umbumbumbu uliopitiliza. Sasa ndugu zangu, mimi nimewapongeza na naendelea kuwapongeza kwamba mmetumia kitendo cha ujasiri, kitendo cha uzalendo. Huo ndio uzalendo. Uzalendo kwanza, na uzalendo unaanza kwako wewe binafsi na umhamasisha na mwenzako ili tuijenge nchi yetu. Nchi yetu ni changa. Kuna watu kusema kweli wameipambania hii nchi, lakini hawajawahi kushuhudia haya matunda ambayo sisi tunashuhudia. Huo ndio ukweli usiopingika. Kuna watu wameipigania nchi, wamekufa kwa ajili ya hii nchi, lakini hawajanufaika na chochote. Sasa kwa nini wewe kijana ama hata mzee mwenzangu, mtu mzima mwenzangu, hujapigana vita kuikomboa nchi? Umezaliwa tu umekuta nchi inakwenda na maendeleo sasa hivi uko nayo. Ni kwa nini sasa unataka kuyadisturb? Ni kwa nini unataka kuumiza miundombinu? Unataka kuiharibu nchi kwa sababu gani? Tuwe wa kweli. Yaani kuna wenzetu wametangulia mbele za haki, ambako wamefariki ama wamekufa kipindi ambacho hii nchi haijakuwa hivi ambavyo sisi tuko nayo sasa. Lakini kama watafufuliwa leo, Mwenyezi Mungu ataamua kuwafufua na kuwaleta duniani, inawezekana mtu mwingine atashindwa kukumbuka kwake ni wapi. Na sio hao tu, hata sisi ambao labda wengine tumesafiri tuko nje ya nchi, leo tukirudi makwetu huwa tunapotea kwa sababu ya maendeleo. Maendeleo yamekuwa makubwa sana katika nchi yetu. Sasa kama maendeleo yako makubwa kwa nchi yetu, ni kwa nini tusijivunie maendeleo yetu? Tuanze sasa kuanza kuyaharibu. Sasa Watanzania wenzangu, mimi siwabezi kabisa. Mimi nawapongeza. Nasema mmetumia kitendo cha kijasiri, kitendo cha kiungwana katika kusimamia amani. Lakini pia naendelea kuwasihi wale wengine ambao labda mioyo yao haijaridhika, wanatamani kuendelea kufanya maandamano. Kwa kweli, tusisikilize sauti za wenzetu. Hawa ambao wanatuhamasisha, hatujui wana benefit nini, hatujui wana malengo gani, kwa sababu hatuwajui kabisa. Kwa maana sisi tunawaona tu kwenye clip za video, wanasema choma nchi yako, mpige Mama Samia, mtukane Mama Samia, fanya hivi. Humjui, hakujui, labda mnaonana tu kwenye hizi video. Sasa kwa nini unaamini mtu ambaye humjui na ujui ana malengo gani? At least ukae na mtu unajua kabla sasa huyu ni fulani, tabia yake 1 2 3, hata angalau akikushauri unaweza kaamini kwa sababu unamfahamu vizuri. Ni kwa nini leo tupokee matamko tu kutoka kwa wanawake, tena wanawake watatu tu wale? Yaani wanawake watatu wanaisimamisha nchi. Jamani, kweli sisi wa Tanzania tunajitambua kweli? Ni kweli tunakubali sisi tuwe watu wa namna hiyo kwamba wanawake watatu wanaisumbua nchi ya watu milioni 60? Kweli jamani, si vitu vya aibu, ni vitendo vya aibu. Unajua kuna wenzetu majirani huenda wanafuatilia haya mambo, wanaona kabisa kwamba wanaona kuna wanawake watatu ambao wako nje ya nchi, hatujui wao wana benefit nini katika jambo hili, wanaishurutisha nchi.
Yaani unaisimamisha nchi. Sisi vijana, sisi wazee tunakubali kuingia katika machafuko ama tunakubali kufanya vurugu kwa sababu tu ya kauli zao. Wana maana gani katika taifa? Lakini pia tunatakiwa tukumbuke tumepoteza ndugu zetu sisi hii tarehe 29 mwezi wa 10. Okay, hao wanawake ama hata hao ambao wanahamasisha maandamano, wanahamasisha vurugu, je, wametusaidia kitu gani? Yaani wewe leo umefiwa na ndugu yako, kwa mfano mdogo wako, kaka yako, baba yako, mama yako, mkeo, mumeo ametangulia mbele za haki kwa sababu ya kutokana na yale machafuko. Je, wale wasichana watatu ama hata kama kuna zaidi ya hapo wamekunufaisha kitu gani? Ama hata kama kweli tunasikia kuna baadhi labda wamepewa pesa. Okay, hiyo pesa sasa hivi ina maana gani katika maisha yako? Ambako umepoteza baba, umepoteza kaka, umepoteza mume ambaye ni mtu muhimu. Umepewa hata milioni 10 ama milioni 30, milioni 40. Sasa unataka kuniambia kwamba hiyo milioni 40 unataka kulinganisha na maisha ya baba yako? Kweli? Yaani maisha ya baba yako hayana thamani, maisha ya ndugu yako hayana thamani, maisha ya mumeo hayana thamani, lakini milioni 40 ina thamani. Sasa huo utakuwa ni ukosefu wa kufikiri vizuri. Nadhani Watanzania sisi ni watu waungwana. Hatuna hii historia. Hii historia kwetu ni ya ajabu sana. Inawezekana hata mataifa mengine wanatushangaa imekuwaje, tumepatwa na nini. Kwa hiyo hebu tumlani shetani. Huyu shetani ambaye anataka kutuingiza kwenye machafuko, hebu tumlani kwa nafasi zetu. Wewe kama Mkristo, omba huyu shetani atoke. Lakini sisi Waislamu pia tunaomba ama tuendelee kuomba, omba kwa imani yako yoyote ili mradi huyu shetani aondoke. Huyu shetani ni mbaya sana. Na inawezekana. Tanzania bila machafuko inawezekana. Sasa mimi ushauri wangu wa mwisho kwa ndugu zangu either Gen Z na wazee ambao wanatamani haya mambo yaendelee. Jamani, nafasi ipo. Tuna nafasi kabisa ya kuongea na mama. Huyu mama amekubali kuongea. Kwa hiyo labda mtumie majukwaa hayo kumueleza hisia zenu. Narudia tena kusema last time niliongea kwamba tusitumie madai ya Tanzania kupitia kauli za wanasiasa, kwa sababu Watanzania tuko wengi na tuna imani tofauti ya vyama. Sasa leo usiniingize mimi kwa matako ya Chadema ama ya CCM ama ya chama chochote kile. Yaani tuongee kwa niaba ya nchi. Kama kweli mna jambo basi mzungumze kwa niaba ya nchi. Msiongee kwa niaba ya matakwa ya watu wachache. Kwa mfano vijana wengi tunaona mnasema tume huru ya uchaguzi. Tume huru ya uchaguzi, inawezekana haya ni matakwa ya wanasiasa tu. Sio Mtanzania kama Mtanzania. Haiwezekani katika watu milioni 60 eti wanataka tume huru. Sio kweli. Na tukiangalia kwa mbali sana katika hiyo tume huru, labda wanataka watu wachache tu. Watu milioni 1, milioni 2 ndio wanataka tume huru. Lakini hiyo katiba ambayo tunaidai kila kukicha, inawezekana ni watu milioni 2, milioni 3 ndio wanataka katiba. Ingawa labda wenzetu wanajua maana zaidi ya katiba kuliko sisi wengine. Mtanzania anataka maisha bora. Anataka maisha mazuri. Mtanzania mpe mahitaji matatu tu yale. Mtanzania hana shida, mpe chakula cha kutosha, mpe mahali pa kuishi, unaona mpe afya yake vizuri, labda umeona, mpe mavazi, labda ni cha 4. Huyu Mtanzania hana shida. Hayo mambo mengine ya maendeleo atajitafutia taratibu. Unajua mtu kikomboa katika mambo hayo, ukimkomboa katika hayo matatu ama manne, haya mambo mengine yatakuja taratibu. Lakini sasa kuna watu wanalazimisha lazima katiba. Katiba zitabadilishwa kweli. Je, kama kiongozi yeye tia pamba masikioni, tutafanyaje? Tutafanyaje ndugu zangu? Kwa hiyo mimi nawashauri Watanzania wenzangu, hatupaswi kuuana kwa sababu tu eti ya madaraka ya watu, yani kwa sababu ya matakwa ya watu wengine. Hawa watu wengine wanalazimisha tuuane ni kwa sababu wao wanatamani kuwa na madaraka katika taifa letu. Naamini Watanzania ni wasikivu na mmenielewa. Nawatakia kila laheri. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika na dunia kwa ujumla. Asante sana.